Caroline Mwili. Mimi ni jirani katika familia hii. Jana mimi nilishinda nyumbani, lakini nilipokea simu kutoka kwa marafiki pale ya Matuu wakiniambia kwamba kijana ameumia, na baadaye nikapokea ripoti ya kwamba ametuacha. Na hivi sasa tuko hapa nyumbani kwao tukitayarisha mambo ya kumpumzisha. Kijana nimemjua kwa zaidi ya miaka 10 tangu niishi katika kijiji. Hajakuwa ni kijana mchokozi, lakini for the past 1 month amekuwa na matatizo ya akili. Alikuwa akifanya vitu ambavyo si kawaida yake, na amekuwa akipelekwa hospitali na maombi. Huyu kijana alikuwa na upungufu wa akili. He had a mental problem. Si mtu hata angepiga mtu hapa kwa hiki kijiji, ama ungesikia amepiga mtoto ama amechokozana na mtu. Yes. Mimi kitu ambacho naweza sema kwa serikali ni shughulikie hii mambo ya majenzi. Manake watoto wetu wanaumia, jamii zinapoteza watoto, na biashara pia zinaharibika. Tendeke katika hii familia, wakuwe compensated, na pia katika shughuli za mazishi serikali ingililie na wasaidike. Naimba wa kijana wa moto ambaye Nduri wanatunjua wananjua huyu kijana. Sasa kutoka hapo sisi tukaenda hospitali. Kisasi alikuwa amefikwa hapa mbio. Ikatokelea mbele. Na hapo hospitali tulikuwa daktari mwenye alimchukua alikuwa anatuambia mbele kisasi ilikuwa 5 na nyuma zilikuwa 3. Serikali kanju ni yeye walipika mtoto wangu risasi, akaumia, akatuacha. Nataka kuomba saa wanisaidie na mtoto wangu, wanilipe mtoto wangu juu ni yeye walimuua. Hapo Matuu, hapo kwa Mbaku. Sasa tukapeleka mwili hapo kwa Mbaku. Kutoka hapo sisi tukateremka. Na hapo hospitali Matuu kuna mbili yenye iko. Tulikuwa tumeambiwa kuna 2, hapo Mbaku kuna 2. Na hiyo 2 mimi sina nguvu. Nataka hapo wanisaidie. Mtoto alizaliwa mwaka wa 04 na alikuwa shule. Sasa kuenda shule alikuwa anaendelea shule akafanya mtihani ya KCPE. Sasa kutoka hapo akaandikwa huko mahali kunaitwa Lulu. Akaandikwa kazi ya kiateka.